Karibu sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa kabisa Simulizi Max. Tunaianza simulizi yetu mpya inayoitwa Si Watu na Pete ya Marehemu. Mtunzi wa simulizi hii ni Mwaki Zedon. Nikukaribisha sana ili tuweze kujua kiundani zaidi ni yapi yalijili katika pete hiyo ya marehemu. Lakini nikukumbusha tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata simulizi zetu kwa wakati husika. Ustazi Waridi ni baba mwenye wake watatu na watoto 9, yaani kila mke akiwa kajaliwa watoto 3. Waridi alikuwa ni baba mwenye maisha ya kawaida ya kuweza kumudu familia yake. Hakuwa maskini wala hakuwa tajiri, bali alikuwa na maisha ya kawaida kabisa. Wake wa bwana Waridi walikuwa ni wanawake wavivu mno na wanapenda shughuli kila kukicha. Kazi kwao walikuwa wanaona kama utumwa, ila akiambiwa kuna shughuli sehemu, hapo ndo ulikuwa huokosi. Walikuwa wanashona mpaka sale hata kama hawajaalikwa. Hali hiyo ilisababisha mpaka watoto wao nao kuwa wavivu kama ilivyo kwa mama zao. Yaani watoto muda wote walikuwa wanawaza vigodoro tu, hata kusoma kwao ilikuwa shughuli. Bwana Waridi japo alikuwa na wake watatu, lakini alikuwa anajikuta anajipikia na kujifulia. Maana asipofanya hivyo alikuwa anaweza kushinda njaa siku nzima na kuvaa nguo chafu. Ustazi kwema, kama kawaida yako na kuona unafua. Basi siku hiyo bwana Waridi akiwa anafua nguo zake majira ya mchana, kuna baba alipita pale nje na kumsalimia. Bila hiana, ustazi alitikia kwa ucheshi na uchangamfu. Na kuonea huruma sana. Yaani wake zako wanapigania mabwana huko, na wengine wanapikia wanaume wengine, wewe unajikalisha hapo unafua. Ila wewe baba una imani sana. Basi yule baba aliongea maneno ya utani huko akiwa anacheka. Sijakuelewa ndugu yangu, nani anampikia nani na nani anapigana na nani? Waridi, ina maana hujasikia? Jana nasikia kwenye shughuli ya mama Kasimu hapo bondeni, wake zako walikuwa wanamgombania Rama. Na kiukweli nilipoambiwa sikuamini, ila muda huu naniona nimepita kwa Sheikh Rama nimemkuta yule mke wako mdogo anasafisha kabisa. Kitu cha kushangaza zaidi, nilipoingia ndani nimemkuta mke mkubwa akimpigia yule bwana bila aibu, kavaa na t-shirt la bwana yule kama mke vile. Ilikuwa maneno ambayo yalifanya mwili wa Ustazi Waridi ufe ganzi. Hakutaka kusikiliza tena maneno yule baba. Waridi alijikaza na kuendelea kufua nguo, lakini kiukweli alishindwa kupambana na ule ukweli. Kwa hasira alijikuta kanyanyua miguu yake mpaka kwa huyo anaitwa Rama. Rama alikuwa ni baba mtu mzima kidogo ambaye kiuchumi alikuwa anajiweza kidogo tofauti na Waridi. Na huyo bwana Rama alikuwa kafiwa na mkewe miezi kadhaa nyuma iliyopita. Kwa hiyo alikuwa hana mke, na pia alikuwa hajabahatika kupata mtoto kabisa na mke wake. Bwana Rama baada ya kuwa anaishi peke yake, alijikuta sasa kazi yake imekuwa kutembea na wake za watu pale mtaani. Waridi baada ya kufika pale nyumbani kwa Rama aligonga mlango huko akiwa anatweta kwa hasira. Rama alifungua mlango akiwa kifua wazi kabisa. Ustaz, karibu bwana, nikusaidie nini? Bwana Rama aliongea kwa sauti kubwa ili mradi tu wale uko ndani wasikie na wajifiche. Bwana Waridi aliangalia pale mlangoni. Aliona kuna vindala vya wake zake. Mpaka hapo alithibitisha kwamba ni kweli wamo ndani, japo roho ilimuuma. Ila kuingia mule ndani aliona anaweza kufanya kitu ambacho sio. Nimekuja ndugu yangu nikopeshe hata 10,000 na kurudishia kesho. Ilibidi Waridi aongee tu uongo, na kweli alipopewa ile pesa aliondoka. Bwana Waridi alienda kwa wazee wa dini na wazee wenye busara ili kupata ushauri, maana alikuwa anayenyeka kama joho hivi. Ustazi Waridi, ujue wewe ni mchapakazi mno, na ungekuwa unapewa support na wake zako kwa maisha ungefika mbali. Pale kwa bibi Nyaruso kuna binti wa makamo, ni mchapakazi mzuri sana. Mimi ushauri wangu, naona uwe mke wa 4.
huenda akakufaa zaidi. Huo ulikuwa ni ushauri kutoka kwa mmoja mzee. Na pia wazee wengine wenye kuwa na mbali nao walitoa ushauri kama huo kwamba Waridi awe mke wa 4. Bwana Waridi kiukweli alifikiria mno lile swala la kuwa mke wa 4. Alihofia anaweza kuongeza tu mzigo na huyo pia akawa kama wake zake wengine. Yaani bwana huyo alijikuta mpaka anapata ugonjwa wa pressure kwa mawazo ambayo alikuwa nayo. Wiki moja ilipita baada ya ustazi Waridi kuwaza na kuwazua. Aliona wacha awe mke wa 4, aone kama itafanya kazi kama alivyoshauriwa. Wake zake walipata taarifa kuwa mume wao anaoa mke wa 4, na walipotajua mwanamke anataka kumuoa, hakika walicheka. Waliona mume wao kaishiwa, yani hana jipya. Maana huyo binti anaolewa alikuwa na miaka kama 37 hivi na alikuwa hajawahi kuolewa. Na pia hata kutongozwa ilikuwa ni shida. Sio kwamba alikuwa binti mbaya hivyo, ila ni basi tu watu walikuwa na mdharau mno pale mtaani. Kweli baba wewe ni zoazoa. Mpaka Mwamini na komi lake unaamua kumuoa. Ninavyoambiaga baba yenu amerogwa. Nafikiri waga uongo. Nyie kwa umri huo wenzake wanaendesha magari, yeye kang'ang'ana na kuuza mitumba miaka yote. Badala ya kununua viwanja anaenda kuongeza wanawake, tena ambao washalaaniwa na koo zao. Sema nini mama mkubwa? Yaani sijui kwa nini mlichagulia baba kama huyu. Yaani najuta kuzaliwa na baba kama huyu jamani. Si ningezaliwa na baba kama yule baba yake Semeni au yule Mr. Rama pale bondeni. Yaani unakuwa na baba hana mbele wala nyuma. Nyama yenyewe tunakula mara moja kwa wiki. Mwaija, wewe una uhakika gani kama huyo ndo baba yako? Si ni basi tu kwa sababu kitanda kizai alamu. Ina maana mama mkubwa sisi tuna baba mwingine? Kamuuliza mama yako, si yupo huko ndani? Yote hayo yalikuwa maneno ya kejeli kwa Bwana Waridi baada ya kuiambia familia yake rasmi kwamba anatangaza kuongeza mke wa 4. Yaani sio wake zake tu waliomchamba na maneno ya dhihaka, mpaka watoto zake wenyewe nao walimtolea povu baba yao. Siku kadhaa zilizopita maandalizi ya ndoa yalifanyika. Bwana Waridi rasmi aliongeza mke wa 4 ambaye alikuwa anaitwa Mwamini. Alikuwa kalelewa na bibi yake mzaa mama, huku baba yake akiwa hamjui. Hata mama yake alimtelekeza akiwa mchanga na kutoroka kusikojulikana. Kwa hiyo Mwamini, ndugu ambaye alikuwa anamjua ni bibi yake pekee. Baada ya hii ndoa ya Waridi na Mwamini, naweza kusema sasa hadithi ndio inapoanza, maana huko kote ilikuwa ni utangulizi. Tuanze sasa hadithi yetu. Ngoma za asili zilisikika zikilindima na nyimbo za kilugha zikiimbwa kutoka kwenye kijumba ambacho kilikuwa kimejengwa kwa makuti. Kilikuwa ni kijumba kilichojificha katikati ya mapori, huku kikiwa mbali na makazi ya watu. Wanawake watatu walionekana wameketi juu ya kaniki nyeusi, huku kila mmoja akiwa ameshika kiboyo. Mbele yao alikuwa ni bibi kikongwe akiwa kavaa kaniki nyeusi kwa chini na nyekundu kwa juu. Pembezoni walionekana wapambe wa bibi huyo wakiwa wanapiga ngoma kwa mbwembwe na kuimba kwa hisia za mizuka. Kila mtu apulize ndani ya kibuyu alichokishika, huku akilitaja jina la huyo mwanamke. Yalikuwa maneno ya yule bibi kuelekea kwa wanawake wale watatu ambao walikuwa wameketi chini. Mwamini, Mwamini, Mwamini. Zilikuwa ni sauti za wanawake wale, huku wote wakilitaja jina la Mwamini kwa mara moja. Tena walikuwa wakilitaja kwa machungu na hasira kweli. Mnaweza kuweka kibuyu chini. Kila mtu nitampatia dawa. Hakikisha hii dawa ukifika nayo nyumbani usiingie nayo ndani, mwage mlangoni, huku mkitaja jina la huyo mwanamke, na uruhusi kuongea wala kugeuka nyuma kabla hujimwaga hiyo dawa. Yalikuwa maneno yule bibi, huku akiwa anafungasha dawa zake. Inakuwaje sasa watu wapo kwa mganga? Na jina la Mwamini kwa nini linatajwa? Na huyu si watu mwenye pete ya marehemu ndio nani? Hii ni simulizi nzuri sana. Nikusiki tu mpenzi mfuatiliaji, ambatana nami mpaka mwisho wa simulizi hii, na imani utajifunza mengi kupitia hapa. Basi wale wanawake watatu kwa mmoja wao, kama alivyokuja, walianza kuondoka. Kila mtu alifunga dawa zake anapopajwa yeye.
Walitembea mpaka ilipo barabara na kukuta bodaboda wakiwa wanawasubiri. Bila shaka walikuwa wamekuja nao. Walikuwa ni wake wa Ustaz Waridi. Ndo hapo maeneo yale. Na kwa muonekano yule bibi bila shaka alikuwa ni mganga kienyeji. Tena alikubuhu kwenye kazi yake. Mke mkubwa alipanda na mke mdogo kwenye pikipiki moja, huku yule mke wa kati akipanda peke yake. Maana bodaboda walikuwa wawili. Ilikuwa ni mwendo wa ububu tu njia nzima. Maana ilikuwa hakuna kugeuka nyuma wala kuongeleshana. Oya Zito, nasikia leo kwa mama Sida leo kuna kigodoro. Maana yake mzee, yule demu mdogo wake wa mwisho na Sida nasikia anatolewa mwali leo. Sida kanialika, hamna kukosa. Nasikia kigoma cha polipoli ndo kinakiwasha. Na shemeji yake Sida sasa nasikia sasamba zipo za kutosha. Kasema kila kitu atashughulikia yeye. Yaani mpaka vijola leo nasikia vitamwagwa chini. Kila mtu atakuwa anaokota saizi yake. Wamama pale mtaani wote leo wanapania hiyo shughuli. Yalikuwa ni mazungumzo ya wale bodaboda, huku safari ya kurudi mjini ikiwa inaendelea. Katika wale wanawake watatu wa Ustaz Waridi waliotoka kwa bibi Sangoma, yukweli mke mdogo uvumilivu ulimshinda. Na wale mazungumzo yalimfika hapa. Yaani kwa anavyopenda shughuli kuliko hata kula. Kwa maneno aliyoyasikia wale boda wanaongea, alisahau kabisa masharti waliopewa na bibi huko alikotokea. Nyie msiniambie shughuli kwa kina Side, tena Side yupi? Mtoto wa mzee Bakari? Na hivyo vijola anapewa kila anaenda au? Mke mdogo alilopoka. Yaani alijikuta maneno yanamtoka tu. Alikuja kugundua karibu baada ya kuwa maneno yalishamtoka. Toba, nishajichanganya Zito. Geuza pikipiki turudi kwa mtaalamu, fanya faster. Akiwa kachanganyikiwa yule mwanamke alilopoka. Bahati mbaya kuliko zote, ile pikipiki walikuwa mbeba wawili, yeye na mke mkubwa. Huyo mjinga mbona anataka kuniponza jamani? Zito akigeuza pikipiki, sina mimi nitakuwa kwenye kundi lake. Na nikisema niropoke hapa tayari nishajichanganya. Haya alikuwa mawazo ya mke mkubwa, ambaye alikuwa kapanda pikipiki moja na mke mdogo. Yaani alikuwa anajisemea kimoyomoyo. Maana alikuwa anahofia yule bodaboda akigeuza tu lile sharti la kutogeuka nyuma ashalikosea. Wewe Zito wewe, unisikii, geuza pikipiki. Basi mke mdogo alizidi kugomba zaidi bila kuelewa, ndo anazidi kuharibu kabisa kwenye lile sharti. Na kweli bwana Zito alisimamisha pikipiki ili ikate kona kurudi ilikotoka. Muda huo tayari yule mke mdogo mavidonda yalikuwa yameanza kumtoka mwili mzima. Yaani ilikuwa ni kitendo cha dakika tu. Akili nayo ilikuwa kama imeanza kufiatuka kwa dakika zile chache. Maana alijikuta anaanza kucheka mwenyewe. Kwanza wale wanawake wenzake, ile hali iliwaogopesha mno. Muda huo Zito alikuwa anataka kukata kona kurudi kwa bibi tena. Tukirudi kwa upande wa Ustaz Waridi, ilikuwa ni miaka karibia 5 imepita tangia bwana Waridi aoe mke wa 4 ambaye ni muamini. Baada ya ndoa tu, yeye ni Waridi na muamini kiukweli. Familia yake walimsema mno bwana Waridi. Walimdhihaki mno kwa kumuona muamini ambaye alionekana ni mwanamke aliyelaaniwa pale mtaani. Bwana Waridi hakujali maneno ya wake zake wala watoto zake. Yeye aliona walau atapata kile akitakacho. Maana kwa kipindi hicho hata unyumba tu na wake zake alikuwa apewi. Maisha yalianza huku muamini akitimiza majukumu kama mke. Muamini uvivu kwake ilikuwa ni dhambi. Alikuwa mchapakazi mpaka alipitiliza. Ile kazi ya kuuza mitumba ambayo Ustaz Waridi alikuwa anaifanya, aise, muamini aliifanya kwa viwango vya kimataifa kama yake. Ustaz Waridi yeye alikuwa na ofisi yake ambayo ndo alikuwa anauzia hiyo mitumba. Lakini muamini alijiongeza zaidi. Yeye alianza kutembeza mitumba ya mumewe mtaa kwa mtaa. Ustaz Waridi alijiona alichelewa mno kumuoa muamini. Yaani mahaba yote alihamishia kwake, huku akiwa anajihesabia kama ana mke mmoja tu.
Miezi mitano tu, ile biashara ya mitumba ilitanuka zaidi. Haikuwa mitumba tena, bali nguo za bei. Ilikuwa ni karibia miezi mitano imepita tangia Bwana Waridi awe mke wake wa 4 ambaye ni Mwamini. Mwaka mzima ulikatika, ile biashara ya Waridi ilipanuka zaidi. Alijikuta akafungua bonge moja la duka la kuuza nguo jumla na rejareja. Na Waridi pale dukani alikuwa haruhusu mpuuzi yoyote kusogea kuuza zaidi ya Mwamini, maana kipindi hicho watoto wake walikuwa wameanza kujisogeza. Mwamini alibahatika kupata ujauzito, na baada ya miezi 9 alijifungua mtoto wa kike ambaye alimpatia jina la Siwatu, ambalo ni jina la bibi yake. Alijulikana kama Siwatu Nyaluso. Hapo ndo visa na wivu ulianza, na jina la hadithi yetu ndo linapoanzia. Baada ya Mwamini kupata mtoto huyo, hakika alidokezwa mno na Waridi, yaani Ustaz Walidi. Alimjali mno mtoto Siwatu kana kwamba hana watoto wengine. Uchapakazi wa Mwamini haukukoma, uliendelea zaidi na zaidi. Baada ya miaka 2, hakika biashara ilikuwa kubwa mno pale mjini. Ukitaja maduka makubwa ya nguo jumla na rejareja, basi maduka ya Ustaz Waridi yalikuwa hayakosi kwenye listi. Ustaz Waridi alijenga nyumba mpya ya kisasa kushirikiana na Mwamini, na baada ya nyumba kukamilika, alimweka mke wake Mwamini. Wivu na roho mbaya ndani ya ndoa za mitara huwaga ni kama samaki na maji. Yaani baada ya hilo tukio, wake wakubwa wa Ustaz Waridi walikuja juu na kuanza kulalamika, huku wakidai mume wao anawadharau. Haiwezekani mke wa juzi tu umpeleke kwenye nyumba mpya wakati sisi tupo kwenye vijumba vilivyochakaa. Hiyo haiwezekani. Huyo malaya kakuloga. Ni miongoni mwa maneno yaliyokuwa yanatemwa kutoka kwa wake wakubwa. Pia hata watoto wa wake nao walimlaumu sana baba yao kutowajali na kumjali zaidi mtoto Siwatu. Alikuwa na miaka 2 tu. Ile kesi wake Ustaz Waridi walipeleka mpaka kwa viongozi wa dini na wazee wa pale mtaani, lakini kila mtu alionekana kumtetea Waridi na Mwamini. Yaani hapa wasila ndo zilizidi kutokota juu ya Mwamini, wakiamini anatumia uchawi. Mwaka na miezi kadhaa ilipita. Ustaz Waridi alinunua gari, na lile gari lilifikia nyumbani kwa Mwamini, na wake wakubwa walisikia tu kwenye bomba kwamba mume wao kanunua gari. Hapo sasa masuala ya ushirikina kwenye familia ndio yaliingia. Wake wakubwa walikaa vikao, huku wakiwa na chuki na hasira juu ya Mwamini, na walichokipanga ilikuwa ni kwenda kwa mtaalamu, ikiwezekana Mwamini awe chizi mwokota makopo. Walipeleleza waganga wa pale mjini, na kweli waliopata waganga wa mjini, lakini bahati mbaya walikutana na matapeli, waliingizwa cha kike na kudhulumiwa. Mwamini alipata taarifa kwamba wakiwenza wanamtafutia mganga, wanataka kumroga, lakini alipuuzia, huku akidai anamwachia Mungu. Hakutaka hata kumwambia mume wake, kuogopa kuchochea ugomvi zaidi. Basi miezi kama 2 ilipita. Wake wale wakubwa walipata taarifa kumhusu bibi mmoja hivi ambaye alikuwa ni mganga kweli kweli, yaani sio kukopesha, na alikuwa anapatikana kijijini. Ni kweli baada ya siku kadhaa walijichanga pesa, walikodi bodaboda na safari ilianza kuelekea mpaka huko Sangoma. Ilikuwa ni mbali kiasi chake, maana kutoka pale mjini ilikuwa ni kama kijiji cha 3, na ulikuwa ni mwendo wa masaa kama 2 tu. Wanawake hao walifika kwa Sangoma na kueleza shida zao, huku wakiwa wanataka Mwamini awe chizi kabisa mwokota makopo, na mume wao asimpende tena, amuone kama choo kinachonuka. Kama tulivyoona mwanzo, bibi yule alitengeneza dawa na kuwapatia masharti aliyowapatia ili kile anachokitaka kikamilike, na malipo walikubaliana ni baada ya kazi. Baada ya kujua ilikuwaje,
mpaka tunaona watu kwa mtaalamu. Turudi sasa kujua nini kilimtokea baada ya mke mdogo kukosea masharti kabla hawajafika hata nyumbani. Mke mkubwa baada ya kuona ni kweli Zito anataka kukata kona, aliona usiniponze mie. Kabla hata hajakata kona, yeye aliruka kwenye pikipiki kimya kimya, maana alikuwa kakaa nyuma, alafu mke mdogo ndo kakaa katikati. Bi mkubwa, vipi? Mbona unashuka? Huyo sikasema nigeuze. Bwana Zito ilibidi aulize, lakini mke mkubwa alitikisa tu kichwa, maana kuongea ilikuwa kosa. Zito alijikuta naye kaanza kuogopa baada ya kumuona mke mdogo anatoka na vidonda hovyo, huku akiwa kaanza kuchekacheka peke yake. Muda huo mke mkubwa alikuwa hataki ushahidi. Baada ya kushuka tu kwenye bodaboda, alianza kutembea kuelekea mbele, huku akiwa anakula mchaka. Kiukweli Zito ile kazi aliona imemshinda. Alimsukuma yule bi mdogo. Baada ya hapo alitoa pikipiki baruti, yani alikuwa hataki kubeba mtu tena. Yule mke mwingine wakati yeye hakuwa na shida, alibebwa na bodaboda yake mpaka mjini. Ila sasa yule mkubwa siku hiyo alitembea mpaka miguu alihisi imeanza kutetemeka. Sio kama njiani kulikuwa hakuna usafiri, bali alikuwa anashindwa atatoa maelezo gani wakati hatakiwi kuongea. Maamuzi iliyoamua ni kutembea kwa mguu tu. Mke mdogo baada ya kuachwa, kilichomtokea huko sisi kituhusu na hatukuwepo. Usiku wa saa 4 mke mkubwa ndo alifika nyumbani, na alikuta mke wakati ashafika na ashafanya yake. Japo mke mkubwa alikuta pale nje kuna watoto, hata kuogopa kumwaga ile dawa, huku akilitaja jina la Mwamini. Mama mkubwa, mama yuko wapi? Mbona mama yake na Shufaa amesema wewe ndo umebaki naye? Wakati mke mkubwa ananuia maneno pale mlangoni, basi mtoto wa mke mdogo ambaye kimemkuta cha kumkuta huko kijijini aliuliza. Mke mkubwa hakujibu kwa sababu hakutaka kuongea kabla hajatimiza masharti. Baada ya dakika kama 5 baada ya kumaliza na shida zake, hapo ndo alihema na aligeuka na bonge la kofi kwa yule binti wa kike ambaye alikuwa anauliza. Pumbavu kabisa, kama Mashufaa kukwambia si ukamuulize huyo. Alafu mwaje siku nyingine ukiona mtu yupo busy na mambo yake usiropoke mpuuzi wewe. Bi mkubwa alijibu kwa hasira. Baada ya hapo aliingia ndani, alivaa kijora chake, alibeba miguu yake kuelekea kwa kina Side, maana shughuli ilikuwa sio yake. Lakini muda wote tangia wasikie kina Zito wanajadili mchana, alikuwa anaiwaza muda wote. Basi siku hiyo ilipita. Upande huko kwa Ustazi Waridi kama kawaida, aliamka asubuhi ili awahi kazini, lakini baada ya kufika sebleni kwanza alibaki kashika kiuno na shangaa. Mke wake Mwamini alikuwa kakusanya nguo alafu anazifulia pale sebleni, huku yale maji machafu akimwagia kwenye masofa na akizifua anaanika juu ya masofa. Mwamini, kulikoni? Pigo gani hili tena unazileta? Bado unaharibu viti. Kwanza ilibidi aulize, lakini Mwamini alikuwa anacheka tu. Ustazi Waridi hakutaka ugomvi na mtu. Arudi chumbani akajiandaa ili aende kazini. Lakini alipotoka awamu hii, alikuta Mwamini anavunja ovyo ovyo pale sebleni. Mpaka hapo Ustazi Waridi aligundua kuna namna. Ilibidi aombe majirani wasaidizane kumkamata Mwamini mpaka hospitali. Baada ya kufika hospitali, vipimo vya kila aina vilifanyika, lakini Mwamini alikuwa hana tatizo. Na kadri muda uendavyo, ndo kichaa ulikuwa unazidi kuongezeka. Mwamini alikaa pale hospitali siku 3. Alikuwa kawa chizi yani. Tena chizi kweli kweli. Ustazi Waridi alijikuta tu kuna kachuki kanamjia. Hataki tena kumuona Mwamini. Yani aliona kama yule mwanamke
huenda na laana ya ukoo wao kama wake zake walivyomwambia awali. Baba Idi, tunavyosemaga yule mwanamke mchawi, wewe uelewi, umeona sasa? Kakosea masharti huko, dawa zimempalia tayari, kashakuwa kichaa. Achana naye, utakufa bure. Haya yalikuwa ni maneno kutoka kwa wake zake wakubwa ambayo yalifanya Ustadhi Waridi aamini kwamba Mwamini alikuwa mchawi. Baadhi ya wazee na viongozi wa dini walimshauri Waridi amchukue mke wake akasomewe dua na visomo, lakini Waridi alikuwa hataki ushauri. Yaani ndo kwanza alikuwa anakasirika akisikia hivyo. Mwamini alitoroka pale hospitali na kuingia mtaani huku akiwa chizi kamili. Yaani wake wakubwa walikuwa wameeneza maneno mtaa mzima kwamba Mwamini alikuwa anamroga Waridi, kakosea masharti ndo maana kimemrudia, na watu pale mtaani waliamini hivyo. Baadhi ya watu wanaona kwa jicho la tatu, walikuwa wanajua kipi Mwamini kimemsibu mpaka kuwa vile, lakini walikuwa wanaogopa kumwambia Ustadhi Waridi kwa sababu baba huyo alikuwa hataki kusikia chochote zaidi ya kuamini Mwamini alikuwa mchawi. Bibi yake na Mwamini, zile taarifa za Mwamini kuwa kichaa kiukweli zilimchanganya mno, yaani mpaka alipandwa na presha. Majirani zake na bibi yake Mwamini walimkimbiza hospitali bibi huyo baada ya kupandwa na presha, lakini hiyo hata haikusaidia. Bibi huyo alifariki dunia. Mwamini alikuwa ni kichaa wa kula na kulala majalalani. Kila mtu alikuwa hataki kusogelewa na Mwamini, maana mwanamke huyo alikuwa ananuka uchafu wa majalalani. Ustadhi Waridi alikuwa hajali tena kuhusu Mwamini. Yeye alibaki tu akimlea mtoto si watu. Na kila iitwapo leo, ule upendo wa mtoto si watu ulikuwa unapungua. Ustadhi Waridi kushirikiana na wake zake na watoto wake pia walijaribu kumtafuta mke mdogo ambaye alikuwa anaitwa Mama Mwaija bila mafanikio. Baba Idi, unajua Mama Mwaija alikuwa malaya sana na alikuwa anapanga kutoroka kimkakati. Huenda ndio hicho alichotoroka nacho. Basi mke mkubwa na wakati walikuwa wanamchonganisha Ustadhi Waridi na mke wake mwingine ambaye ni miezi sasa miwili alikuwa hajaonekana pale nyumbani. Hata Ustadhi Waridi naye aliamini kwamba huenda mke wake huyo katoroka na mwanaume, na kuanza siku hiyo aliacha kabisa kumtafuta na kushughulika naye. Maisha yaligeuka magumu juu ya mtoto si watu, ila nyumba mpya wake zake sasa wale wawili walihamia pale na watoto wao huko, Ustadhi Waridi akiwa kaahidi kuongeza nyumba nyingine nzuri kama ile. Ilipita miezi 6, mtoto si watu alikuwa hajaliwi tena na Waridi kama mwanzo. Mateso ambayo mtoto yule alikuwa anapitia alikuwa anajua yeye tu na malaika wake. Si watu alikuwa na umri wa miaka 3 kuelekea 4, lakini alikuwa anapitia msoto wa maana kama mtu mzima. Biashara za Waridi zilivamiwa na wake zake pamoja na watoto wao, maana wao ndo walianza kuzisimamia, na Waridi yeye mwenyewe ndo aliruhusu hivyo. Siku zote mtu mvivu na mpenda starehe, siku kumwachia biashara basi tegemea kushuka na sio kupanda. Ustadhi Waridi aliona maisha matamu mno, maana nini staki kwa wake zake alikuwa anapata. Yaani alikuwa kamsahau Mwamini kabisa katika maisha yake ndani ya miezi michache tu. Miaka 3 na kitu ilipita. Kutoka kwenye maduka 7 ya nguo ambayo Ustadhi alikuwa kafikisha akiwa na Mwamini, yalibaki maduka 2, tena nayo yakiwa ni yale ya kuungaunga. Maana watoto wa Ustadhi Waridi na wake zake walikuwa ni kama wanashindana hivi. Duka moja unakuta wamejazana wote mule, na mmoja akichukua kiwalo cha kuvaa wote wanachukua. Yaani bwana Waridi alikuwa anajiona kabisa anarudi kule alikotoka. Huko upande wa Mwamini au mama si watu, mitaa ilikuwa inashuhudia vituko vyake. Alikuwa ni kichaa wa mji,
Kila kona ya mji alikuwa anajulikana, yaani alikuwa ni kama kichaa wa taifa hivi. Wale wanaume wavivu wa kutongoza na mdomo, na mabahili wa kununua madada poa kwa pesa, walikuwa wanavizia usiku wa manane, kisha wanamvizia Mwamini na kumaliza hamzao kwake. Yaani kila iitwapo leo, Mwamini alikuwa haachi kubakwa na wanaume wasio na huruma wala kinyaa. Wengine walikuwa wanajijua ni wagonjwa, lakini kimakusudi kabisa walikuwa hawaachi kumwingilia Mwamini. Mwamini aligeuka njia panda ya watu kuzua magonjwa ya zinaa. Maana Mwamini kila aina ya ugonjwa wa zinaa alikuwa nao, kutokana na wanaume mbali kumwingilia. Wanaume wengi wenye tamaa walijikuta wanapata magonjwa kupitia Mwamini. Upande wa mtoto si watu, kila akiambiwa na watu yule ndo mama yako, kiukweli alikuwa anaishia kulia tu. Hata watoto wenzake walikuwa wanamtenga kisa tu ni mtoto wa kichaa. Pale nyumbani ndo kabisa, si watu walikuwa wanapitia madhira ya mtu mzima. Siku hazigandi, mwaka na miezi kadhaa vilipita. Ustazi Waridi alikuwa hana duka hata moja tena. Yaani alikuwa kafirisika kiasi kwamba hata ile gari yake alikuwa kauza, huku akiwa kajawa na madeni mpaka kwenye meno. Muda wote Waridi alikuwa kajawa na hasira tu. Yaani kitu kidogo alikuwa na panic. Mwanaume mzembe wewe, yaani sijui unakwama wapi? Biashara zinakufa hivi. Wewe unakarisha matakwa yako tu jamani. Baada ya biashara zote kufa, kejeli na vijembe vilianza upya. Yaani Waridi alianza kuisoma namba. Basi mwanaume ilibidi akaze tu. Kuna muda alikuwa anamkumbuka mno Mwamini, ila alikuwa anajikaza na kusema siwezi kumkumbuka kichaa tena ambaye alikuwa ananiloga. Basi siku zilizidi kusogea. Siku hiyo ilikuwa ni Jumapili. Karibia familia nzima ya Ustazi Waridi ipo pale nyumbani, huku mtoto si watu akiwa karundukiwa mavyombo aoshe. Ghafla mke mdogo wa Ustazi, yaani Mama Mwaija alipotea kipindi kile, alijitokeza. Kwanza akiwa kubwa walitazamana, huku wasiamini macho yao. Kwanza Mama Mwaija alikuwa kakongoroka, huku akiwa kapauka kweli kiukweli. Ilikuwa ni huruma. Watoto wake baada ya kumuona kwanza walianza kumwaga machozi. Mama Mwaija, ishia hapo. Miaka yote hii ulikuwa wapi? Au huyu mwanaume uliotoroka naye kakutelekeza? Ustazi Waridi alisimama na kuanza kufoka. Mama Mwaija, alikwambia nilikuwa na mwanaume ni nani? Huwezi hata kuuliza nilikumbwa na nini? Ulikumbwa na nini? Hivi unanichukulia mimi zumbukuku sio? Sikiliza. Hapa ndani kwangu hutii mguu. Nenda huko kwa wanaume zako. Jamani, mbona sielewi mwanaume gani? Mama Idi, ina maana nyie hamkumwambia Waridi kilichotokea? Hebu niteteeni basi. Mama Mwaija ilibidi wageukie wakiwenza, maana aliamini bado ule upendo wa kinafiki kama wa zamani bado upo. Wewe Mama Mwaija, jishikilie, usituingize kwenye huo upuuzi wako. Sisi hatujui lolote, na kama ni talaka zinakuhusu wewe. Unataka tukutetee nini sasa? Aisee, walimkana kama hamjui. Muda huo Ustazi Waridi alikuwa kaingia ndani kuchukua karatasi ile charazi talaka pale. Mama Mwaija macho tu yalikuwa yanamtoka. Haamini kama wake wenzake wamemkataa. Aliamini huenda walivyomtelekeza kipindi chote hicho ni bahati mbaya, lakini mpaka pale alijua kuwa kumbe ni ubaya uwela. Kwanza alikumbuka maswaibu aliyokutana nayo mpaka kufika pale siku hiyo. Baba Mwaija, kabla hujaandika talaka, nikwambie ukweli wote. Maana naona hawa wake zako wanajifanya wasafi sana. Mama Mwaija akiwa na hasira aliona sasa ni mwendo wa ubaya wa bwela. Kama wao wamemwaga mboga, basi yeye anamwaga ugali, alafu kwenye sahani anaitia mavi kabisa. Mwanamke yule alianza kufunguka kuanzia mwanzo.
jinsi walivyopanga kwenda kwa waganga mpaka wakakutana na waganga matapeli, mpaka walipopata taarifa za huyo bibi huko kijijini. Yaani kubakisha kitu. Alieleza mpaka yeye alivyokosea masharti na kubakia huko kijijini mpaka nukta alikuwa haachi. Hapo sasa na sisi natakiwa tujue baada ya ile siku kukosea masharti kipi kilimtokea Mama Mwaija. Siku baada ya Zito kusepa na pikipiki na mke mkubwa kuanza kutembea kwa mguu, mke mdogo Mama Mwaija alibaki pale akiwa kawehuka, huku mwili mzima vidonda vikianza kumtoka. Yaani ndani ya muda mfupi alijikuta kageuka kichaa na kuanza kuzurura kijiji kwa kijiji. Bahati nzuri maeneo yale ilikuwa sio mbali sana na kwa bibi yule mtaalamu. Bibi yule alibaini kupitia utaalamu wake kwamba kuna mtu kajichanganya na yupo tu anarandaranda. Basi bibi yule alituma wapambe wake wakamsake huyo mwanamke na wamlete kwake. Na kweli baada ya siku 2 Mama Mwaija alikamatwa na kupelekwa kwa bibi huyo mtaalamu. Mama Mwaija alipewa dawa na akili yake ilirudi, na kuwa sasa japo bado mwili ulikuwa na vidonda. Kukosea masharti kuna gharama zake. Ndio maana nilisisitiza mno. Kuna machaguo mawili tu ya wewe kuchagua. Chaguo la kwanza, unakuwa kichaa mpaka pale utakapokuja kukutana na huyo mwanamke uliokuja kumloga. Na endapo kuja kukutana naye utabakia kichaa mpaka unakufa. Sharti la pili, utumikie mizimu kwa miaka 4. Hayo yalikuwa maelezo ya bibi mtaalamu kwenda kwa Mama Mwaija. Hii mizimu natumikia kwa mfumo upi? Mama Mwaija kwanza aliuliza. Utaishi hapa na kufanya kazi zote za hapa, kazi za shambani na kunisaidia kazi mbalimbali, na hakuna mtu atakuona zaidi yangu mimi. Kiufupi, utaishi kama msukule. Maelezo hayo ya bibi yalimtisha Mama Mwaija. Hilo staki, bora lile la kwanza, kuwa kichaa na kikutana muamini nipone, maana nina uhakika mwezi hawezi kuisha, lazima nikutane naye. Mama Mwaija akiwa anaona sharti la kwanza jepesi alichagua. Okay, ila kwa ushauri wangu wa bure, hilo la kwanza ndo gumu zaidi. Maana asilimia kutokutana na huyo mtu ni 80%, na hizo 20 ndio unaweza kukutana naye. Kumbuka wote mtakuwa vichaa. Na wewe ukitoka tu hapa mlangoni kwangu ndio kichaa utakuwa umeshaanza sasa. Kama huyo mtu wako kukutana naye yupo mbali, sijui utakutana naye vipi. Maneno ya bibi yule yalimtisha mno Mama Mwaija, na kweli alipowaza na kuwazua aliona bora avumilie hiyo miaka 4 ya kutumikia mizimu. Aisee, hapo ndo suruba zilianza kwa Mama Mwaija. Yaani aligeuka msukule wa kupiga kazi wa bibi. Dawa zote porini alikuwa anatumwa yeye. Kazi za kulima, sijui kuchemsha dawa na kazi zingine ngumu alikuwa anafanya yeye. Huku kula ikiwa ni mara moja, siku tena chakula ambacho hakieleweki. Mama Mwaija alijikuta kajiingiza kwenye masuala ya kishirikina. Yaani alijuta na kujuta. Kifungo chake cha hiyo miaka 4 kilipoisha, aliachiwa na kuruhusiwa kuondoka, huku akiwa kaogeshwa dawa za kumweka sawa. Ndani ya kipindi hicho ni mambo mengi mtaani yalikuwa yametokea, kama tulivyoona Ustaz Waridi alivyokuwa akiishi na wake zake. Basi Mama Mwaija alimaliza kueleza kila kitu, namna walivyoenda kumroga muamini awe kichaa. Maelezo yote mtoto si watu akiwa anaosha vyombo alisikia. Chozi tu na kwikwi za kilio ndo vilimtoka. Ustaz Waridi mwili ulikuwa kama mpigwa ganzi. Yaani hapo ndio akili ilianza kukumbuka mambo vizuri. Alikumbuka jinsi wazee walivyomshauri kwamba mkewe akasomewe dua, huenda ni mambo ya kishirikina, yeye kakataa. Yaani hata nguvu ya kuandika talaka alikosa. Chozi tu lilimdondoka.
huku akimkumbuka mke wake Mwamini. Baba Idi, usimsikilize huyo mnafiki. Alikuwa katoroka na mwanaume, alafu anataka kutupaka matope sisi. Hatujawahi kufanya kitu kama hicho, Mungu. Akiwa na kigugumizi, mke mkubwa alijibu. Lakini asili ambayo Ustaz Waridi alikuwa nayo hakika ilimfanya kila mtu abaki kainamia chini. No, haiwezekani. Lazima nimtafute Mwamini wangu. Nasema haiwezekani. Ustazi alikuwa kama kachanganyikiwa hivi. Muda huo huo, watu wa benki wanaomdai nao walifika pale nyumbani wakiwa na suti zao. Mr. Waridi Mahamudi, benki inakupatia mwezi mmoja wa kulipa deni, la sivyo nyumba yako inaenda kupigwa mnada kama ilivyo makubaliano kwenye mkataba. Hiyo ilikuwa taarifa kutoka kwa watu wa benki. Yaani kwa namna Ustaz Waridi alivyochanganyikiwa, hata kuzingatia kabisa hayo maelezo. Baba huyo alivaa koti na masendos kwa ajili ya kuingia mtaani kumsaka Mwamini. Iliwezekana ampeleke kwa watu wa visomo na dua. Muda huo huo, Mwamini alionekana anazurura nje ya mji kidogo kwenye moja ya majengo ya kale ambayo ilisadikika wakoloni waliacha. Katika kuzunguka, Mwamini aliona kuna pete ikiwa inang'aa. Basi mwanamama huyo, akili zake za kichaa zilimtuma aiokote. Kwanza alipoiokota tu ile pete, alihisi mwili wake umepigwa na shoti. Kutokana na akili za ukichaa, Mwamini alicheka mno, maana ile pete ilipiga shoti na kutoa mwanga wa ajabu. Mwamini ile pete alitia kwenye kidole chake bila kujua anaingia choo cha wanaume, tena wafungwa. Kwanza baada ya kuivaa tu, alihisi maumivu isiyomithirika mwilini mwake. Alijaribu kuivua ile pete, lakini haikuwezekana kutoka pale kwenye kidole chake. Zaidi alisikia ni kama sauti za ajabu zikigongana masikioni mwake. Damu zilianza kumtoka Mwamini puani na mdomoni, huku mwili mzima ukawa ni kama unachemka. Yaani alikuwa anahisi kawekwa kwenye mafuta yanayochemka hivi. Kutokana na yale maumivu, Mwamini alianza kukimbia hovyo hovyo, huku akiwa anapiga kelele. Kila mtu aliyemuona alimpuuzia kwa sababu alikuwa anajulikana ni kichaa. Mwamini alijikuta akakimbia mpaka katikati ya mji, huku mwili ukiwa unaishiwa nguvu, damu zikimtoka kila sehemu ya mwili. Kutokana na kukimbia hovyo hovyo, Mwamini alijikuta anavamia barabara na gari ilimpitia na kumgonga. Japokuwa kugongwa sana kihivyo mpaka kufa, ila baada ya watu kusogea pale, walimkuta Mwamini tayari kapoteza maisha, huku damu zikiwa zimemtoka kuanzia mdomoni, masikioni, puani na sehemu zote za wazi. Kila mtu aliamini kafa kwa sababu kagongwa, lakini ukweli, kugonga kuliharakisha tu kifo chake. Huenda hata asingegongwa angekufa. Rasmi mateso ya duniani ya mwanamke Mwamini yaliishia siku hiyo na pumzi zake zilikata. Baadhi ya watu walimwombea wakisema, hakika kateseka, bora akapumzike. Muda huo Ustaz Waridi yeye alikuwa ndo anaingia mtaani kumsaka Mwamini popote alipo. Ile habari ya Mwamini kufa bado ilikuwa haijamfikia. Ghafla simu ya Waridi iliita. Namba ilikuwa imeseviwa na aliyepiga alikuwa ni mtu anayemjua. Osman, vipi ndugu yangu, kuna nini leo umeamua kunikumbuka? Waridi aliuliza. Ndugu yangu, majukumu tu, sema nini? Nilikuwa napita maeneo ya huku majengo mapya. Yule bibi kichaa ambaye alikuwa mkeo kagongwa na gari hapa na nimesikia kafariki. Na muda huu tunaongea naona gari la askari ndio linafika hapa. Yalikuwa maelezo ambayo yalifanya Waridi aache mdomo wazi, huku macho yakimtoka. Waridi aligeuka nyuma kumtazama mtoto si watu ambaye muda wote tangia asikia yale maneno ya mama yake kurogwa alikuwa analia tu. Waridi alitoka kama chizi pale nyumbani mpaka eneo la tukio.
Alifika pale alikuta askari ndo amebeba mwili kupeleka mortuary. Ndani ya gari la askari, mwili wa muumini ulikuwa umelazwa huku askari wakiwa wamesimama. Pete kwenye mkono wa muumini ilikuwa inang'aa kama dhahabu. Yaani ilikuwa inang'aa kwa muda alafu inafifia. Kwanza askari baada ya kuona ile pete walitazamana. Oya, mbona kama dhahabu ndugu zangu? Huenda sinasikia huyu binti alikuwa kichaa. Na unajua vichaa waga wanaokota vitu kibao. Oya afande Sebo, hebu chomoa hiyo pete. Basi mkuu wa msafara ule aliongea. Na kweli, kuna afande alijitia ujuzi. Aliinama na kujaribu kuichomoa ile pete. I say, unajua shoti ya umeme wa gridi ya taifa? Yaani ule afande alipigwa na shoti, alijikuta yupo nje ya defender, tena mtaroni. Kwanza ilibidi gari isimame, maana ilikuwa ni maajabu. Walishuka kwenda kumwangalia afande Sebo pale alipodondokea. Damu tu zilikuwa zinamtoka kila kona mwili wake. Ilikuwa ni sekunde za kuhesabu kama masihara tu pale pale ule afande alipoteza maisha. Kwanza kwa uoga wa wale askari, walijikuta wameanza kuogopa kurudi hata kwenye gari. Maana kile walichokiona kilikuwa kinatisha. Jamani, hivi tupo live au unaota? Mbona sielewi? Acha utani kwenye mambo ya serious. Unaota nini wakati unaona mwamba tayari kashavuta? Yaani kama masiara. Oya, mambo ya kishirikina haya. Hem, tuchomoe huu mwili ndani ya gari tusepe. Hii kazi ya tulipo mamilioni isi. Kachomoe wewe. Unaona kilichomtokea mwenzako? Nataka tena ukagusa ule mwili. Tuacheni uoga basi. Sebo kapigwa na ile pete, na inaonekana ile pete ndio iliyomuua hata yule mwanamke. Maana nikiangalia kifo cha Sebo na yule mwanamke vinafanana. Basi kama sio muoga, kachomoe ule mwili. Askari wao kwa wao walijikuta wameanza kubishana. Na kweli kuna askari alijitoa ufahamu. Alienda kutoa ule mwili ndani ya gari na kuurusha chini. Lakini askari wale baada ya kutafakari waliona wanachokifanya kinaweza kuleta madhara zaidi. Jamani, kama hii pete imeweza kumuua afande Sebo, bila shaka kuna watu wengine wataitamani hiyo pete. Mimi naona usalama ni kupeleka mwili mortuary. Na tuwapatie kabisa maelezo hiyo pete isiguswe. Hilo lilikuwa wazo na moja ya askari ambaye ilifanya mwili urudishwe kwenye defender mpaka mortuary. Huko na mwili wa Sebo ukiwa umebebwa. Waridi alifika pale hospitali. Bahati nzuri alikuta askari hawajaondoka na walimpa maelezo mafupi kuhusu kifo cha muumini, huku akihusishwa na ushirikina. Na pia walimuonya ile pete kwenye kidole cha muumini isiguswe mpaka anazikwa. Kwa maelezo ya wale askari, Waridi aliamini moja kwa moja ni yale yale aliyosimuliwa na Mama Mwija. Yaani aliamini ule ushirikina ni ule ule aliorogwa na wake zake. Hakika siku hiyo Bwana Waridi alilia mno. Ila ndio hivyo, haikusaidia. Bwana Waridi alirudi nyumbani na kufanya maandalizi ya msiba. Siku iliyofuata mwili ulienda kuchukuliwa mortuary. Aisee, huyu ni ndugu yako? Kwanza baada ya Waridi kuwa amefika mortuary na watu wachache ambao walikuwa majirani, aliulizwa na msimamizi wa pale mortuary. Tena msimamizi huyo alionekana kuogopa mno. Ndiyo dokta, huyo ni ndugu yangu, kulikoni? Vipi, labda kuna ushirikina wowote alikuwa nao? Hiyo sina uhakika. Ila ninachoweza kusema alilogwa na kuwa kichaa. Pete ambayo yupo nayo kidoleni alitoa wapi labda? Maana inaonekana sio pete ya kawaida. Hiyo pete itakuwa aliokota akiwa kichaa. Maana akiwa mzima wala hakuwa nayo. Aisee, hiyo pete imesababisha vifo vya watu wawili jana. Askari mmoja alifariki kutokana na hiyo pete. Leo tena kuna mtu wetu wa kuosha maiti kafariki kwa ajili ya hiyo pete. Yaani ni kitu cha kushangaza. Tangia nianze kufanya kazi hapa sijawahi kukutana na kisa kama hiki. Ha? Daktari, unasema ukweli? Au ndo maana jana askari alisema ile pete isiguswe? Yes, hiyo ndo maana yake. Nasisitiza tena.
hakikisha hiyo pete haiguswi. Kama unaweza namna ya kufunika mkono wenye pete, funika. Maana kwa namna yoyote ilivyo, ni dhahiri imetengenezwa kwa dhahabu na ni pete ya gharama mno. Yoyote atakayoiona lazima apate tamaa ya kuwa nayo. Ulikuwa ni ushauri wa yule daktari wa Montreal. Basi Waridi aliahidi kuwa makini na kutoruhusu mtu aiguse ile pete. Mwili wa Mwamini ulichukuliwa pale Montreal tayari kwenda kuzikwa. Baada ya kufika nyumbani, mwili uliwekwa sehemu maalum kwa ajili ya dua. Ilikuwa ni utamaduni kwamba endapo mtu akafa kifo cha kutatanisha, lazima afungiwe sehemu na kusomewa dua maalum kabla ya taratibu zingine kuendelea. Basi walichaguana watu 6, huku Waridi akiwa wa 7, na waliingia huko chumbani kufanya hiyo. Waridi, vipi? Hiyo pete mbona ni kama dhahabu? Anazikwa nayo? Inaonekana ni mali kabisa hiyo. Basi wakiwa kule chumbani, kuna shehe alijikuta analeta tamaa. Hapo ilibidi Waridi asimulie maelezo mafupi kuhusu ile pete, maana naye alikuwa kaambiwa tu. Muda huo mtoto Siwatu alivamia chumbani kule akiwa analia mno. Yaani alikuwa hataki kuambiwa lolote. Lakini cha kushangaza, Siwatu akiwa anamshika mama yake ile pete, kutokana na kung'aa kwake alikuwa anaishika na hakuna kilichomtokea. Waridi, ndugu yangu, hapa kuna jambo. Huenda ulitishwa tu na maiti ikizikwa tu wakafukue wachukue hiyo pete. Basi ule shehe aliyoshawishi tena Waridi baada ya kuona Siwatu anagusa na hakuna linalomtokea. Lakini kila Waridi alipokumbuka kwamba kaambiwa ile pete imeua watu 2, alibaki kuogopa. Aise, mimi naogopa. Ambaye haogopi anaweza kuichomoa tu, Waridi aliongea. Yule shehe hakujiuliza hata mara 2. Aliinama na kujaribu kuichomoa ile pete. Kilichotokea ilikuwa ni taharuki, msiba mzima. Yaani hata ile dua haikusomwa tena. Ilibidi mwili ukazikwa tu bila hata kuagwa. Maana yule shehe alipigwa na shoti isiyo ya kawaida. Yaani bila kujielewa, alijikuta yupo kwenye kona akiwa kabamizwa. Ilikuwa ni kitendo cha kuhesabu. Alipoteza maisha. Hata askari walipofika pale, walipopewa maelezo, hawakutaka hata kuendelea kuoji. Maana ile pete walikuwa wanajua vyema kabisa. Ilibaki ni siri ya watu wachache kuhusu ile pete. Ila pale msibani, maneno mengi mno walisemwa kutokana na kifo cha maajabu cha yule shehe kule chumbani. Yaani waliobahatika kuaga mwili wa Mwamini ni familia tu na majirani wachache, nao kwa kulazimisha. Ila hakuna mwingine aliyeruhusiwa. Mwili wa marehemu ulizikwa huku sauti anaelia, ikiwa ni moja tu, ambaye ni mtoto Siwatu. Kiukweli Siwatu alikuwa analia mpaka anatia huruma. Siku kadhaa zilipita na msiba uliisha, huku Mwamini akiwa amezikwa na pete yake. Siku zote ilikuwa na siri ya watu zaidi ya 2. Mtaani zilianza kutembea taarifa za chini chini kwamba Mwamini alizikwa na pete ya dhahabu ya ajabu. Yaani stori iligeuzwa, ilikuwa iseme pete ya ajabu, bali ni dhahabu za ajabu. Ilikuwa ni ngumu kuamini, lakini ndo stori ambazo zilikuwa zinasadikika. Da, wewe mwanaume kweli, hujaandikiwa kuwa tajiri. Unaruhusuje mtu kuzikwa na utajiri? Eti tu kisa ni pete ya ajabu. Jamani, si ungesubiri tutafute hata mganga aje afanye mambo tuchukue ile mali. Unajua siku ile naaga mwili wa Mwamini, sikuelewa. Niliona kitu kinang'aa kwenye kidole, ila sikujua kama ni dhahabu. Laiti ningejua siku ile ile, nikiwa kama mke mkubwa aisee, nisingeruhusu wazikwe na ile mali. Basi siku hiyo, baada ya Waridi kubananishwa na familia yake, baada ya tetesi kuzidi mtaani, ilibidi aseme ukweli kwamba Mwamini alizikwa na pete ya dhahabu mkononi. Ila ndo hiyo pete hatari kwa uhai wa binadamu. Sio wake zake wala watoto
Yaani kwa jinsi wanavyopenda Dezo. Walimzodoa siku hiyo baba yao mwenye nyumba kama mtoto hivi. Yaani walimsema mno kwa ule ujinga wa kuzika mali chini, wakati ana mbele wala nyuma na anadaiwa na benki. Maneno yale yalimuingia Ustaz Waridi, naye kweli alijiona mjinga kutoa mara mbili. Alikumbuka na deni anayodaiwa na benki, ambapo wiki kadhaa tu anaenda kuuziwa nyumba yake. Mama Idi, kwani nyie mnajua mtaalamu yoyote? Maana tunaweza kwenda kufukua tu ile kisirisiri, tukachomoa pete alafu kisha tukazika tena. Tamaa ya pesa ilimuingia Waridi. Alijikuta anauliza ujinga. Hapa Baidi, unauliza makofi polisi? Juzi tu hapa wewe ulituita wachawi mara washirikina. Unafikiri ulikosea? Kuna huyo bibi nakwambia ni balaa. Ile pete mbona kuichomoa dakika 2 tu? Basi kwa kushauriana familia nzima waliona ufanye mpango ili maiti ikafukuliwe, pete ichukuliwe. Huko mtaani kumbe nako wahuni walikuwa wanapanga kwenda kuifukua ile maiti, wakachukua pete. Maana alienda kuuliza mbaga mmoja ya mzee ambaye alikuwepo kwenye chumba cha dua siku ile pale msibani mpaka shehe yule anafariki. Na kweli mzee huyo aliwaambia ukweli wote, ila aliwasisitiza wasije wakathubutu kufukua, maana ni hatari na ile pete sio ya kawaida. Kama tujuavyo vuta bangi huaga hawaamini uchawi kwenye bangi. Huaga naamini uchawi kwenye bangi ya upenyi. Yaani ule ushauri wa mzee yule waliona ni wazo la kimaskini au muoga na yogopa kubeti. Siku kadhaa zilipita. Wahuni walipangana usiku mida 5, walielekea makaburini na kuanza kufukua. Muda huo yule bibi mtaalamu alikubuhu alitengeneza dawa mpaka muamini akawa kichaa. Alionekana nyumbani kwa Ustaz Waridi. Na usiku huo walikuwa wanajiandaa kuelekea makaburini. Idi, fanya faster, waambie kina Umali wasisahau kubeba dhana za kufulia. Basi Waridi alikuwa anawaharakisha watoto wake kuelekea kwenye tukio la kusaka utajiri. Mtoto si watu, yeye alikuwa hata hajashirikishwa chochote. Kwa hiyo huu muda wao wanajiandaa, yeye alikuwa kalala usingizi fofofo. Huko makaburini kazi ilikuwa inapigwa vibaya mno. Ndani ya nusu saa tu wahuni walikuwa wamefukua na kukuta mwili ulipo. Yaani ile pete ilikuwa inang'aa kiasi kwamba ndani ya shimo kulikuwa kuna mwanga kama mchana. Ulikuwa ni muda wa kuchukua ile mali sasa. Kwanza msuba wa maana ulipigwa mle ndani, yaani moshi tu ndio ulionekana. Wakiamini kufanya vile ni kuzuga uchawi wote usifanye kazi. Aise, baada ya hapo kilichotokea sisi hatukuwepo na wale kuwepo hawakutusimulia. Upande wa pili msafara kuelekea makaburini ulikuwa umenoga. Huku Waridi akiwa na familia yake tu. Alikuwa hataki watu wa pembeni. Bibi yule mganga ndo alikuwa anawapa ujasiri. Maana alikuwa kawaaminisha anapokuwepo hakuna kitu chochote kinachoweza kutokea. Kwanza baada ya kufika pale makaburini, walishangaa kukuta kaburi limefufuliwa. Waliposogea, walibaki wanatazamana tu. Badala ya kuwepo mwili mmoja umwamini, waliona kuna mili miwili mipya. Tena kwa muonekano walikuwa wamefia pale pale, hata risali hajapita. Ila pete bado ilikuwa inatoa mwanga wa ajabu, mwanga mkali mno. Vijana wanatamaa ise. Yaani kichwa tu wanakuja kufukua kutaka dhahabu. Mama Idi, huo si Sando, si mtoto wa shoga yako? Ndiyo, ni mwenyewe. Ndio maana nasema vijana wanatamaa. Tufanye kitu chotuleta. Kwani nani aliwaleta? Bibi, fanya yako. Basi Mama Idi akionekana ana uwaza tu utajiri aliongea. Yule bibi alianza kufanya undava wake pale na matunguli yake. Baada ya hapo alimwaga dawa zake mule ndani ya shimo, na kweli ule mwanga ambao ile pete ilikuwa inatoa ulipotea. Aise,
hii pete sio pete ya kawaida, ina thamani zaidi ya hizo dhahabu. Endapo utajua matumizi yake, utaalamu wangu wote nimeshindwa kujua chanzo cha hii pete na matumizi yake. Ila kwa matumizi mnayotaka nyie, sio kazi ya hiyo pete. Yule bibi akiwa anatikisa vibuyu vyake aliongea huku akiwa ameona kwa jicho la tatu. Bibi, acha porojo, wewe tuchomolee hiyo pete, mengine tutajua sisi. Mama Idi alionekana ndo mwenye tamaa kuliko wote, maana ilikuwa sio kwa kuharakisha kule. Yule bibi kwa lamli zake aliona ile pete sio ya kuigusa kiwepesi hivyo. Ilibidi endelee kumwaga dawa mpaka hakikishe nguvu za ile pete zinapotea. Ilichukua lisaa lizima bibi yule akiwa anafanya ile kazi, lakini kwa jinsi alivyokuwa anaharakishwa, bibi wa watu alikuwa na wasiwasi. Aliamua kuvamia mtumbo wa vibwengo, japo alikuwa anajua atakutana nacho, lakini aliamini hilo balaa atakalokutana nalo haliwezi kumletea madhara hivyo. Kilichosikika baada ya yule bibi kuingia mle shimoni na kugusa ile pete ilikuwa ni sauti ya kuugumia. Yaani hakupigwa shoti, bali alikaushwa. Hakubaki hata mtu mmoja maeneo yale, yaani kila mtu alishika njia yake. Mbio alizotoka nazo pale zilikuwa sio za dunia hii. Lakini Waridi alikimbia kufika mbali. Baada ya kuona kuna haja ya kufikia pale walipofukua, ilibidi arudi, japokuwa alikuwa na uoga mno. Siku hiyo Waridi alitokwa na jasho mpaka matakoni, maana alifikia peke yake shimo lote, yaani mgongo wote ulikuwa unamuuma. Ila miili ya wale vijana wavuta msuba na ule mwili wa bibi yule alifikia mule kwenye shimo. Alikuwa hataki shida baba wa watu. Baada ya hapo alirudi nyumbani akiwa hoi. Kufika nyumbani alikuta watu wanasimuliana tu jinsi walivyokimbia. Naomba nisisikie kile kilichotokea pale makaburini leo, kiwe siri ya humo ndani, na asitokee mtu yoyote, hata au kina Santos. Nimezika pale pale. Yaani nyie kausheni kama mjui chochote, maana domodomo itafanya wote tukauze jela. Baada ya Waridi kurudi alitoa bonge la onyo. Baada ya hapo alienda kuoga na kulala. Yaani kila akikumbuka kilichotokea alikuwa anatetemeka mwili mzima. Alijuta kusikiliza ushauri wa wake zake kiukweli. Mpenzi mfuatiliaji na msikilizaji wa simulizi yetu nzuri kabisa, naomba tuweke nukta hapa katika sehemu yetu hii ya kwanza. Nikukaribishe sana katika sehemu ya pili kujua, je, si watu na pete ya marehemu ilikuwaje likatokea jina hilo? Karibu sana na tukutane wakati mwingine.